Mwasham sana Baba Askofu Mkuu Yuda Tadei Ruwa'ichi, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mwasham Baba Askofu Stefano Musomba, Askofu wa Jimbo la Bagamoyo. Mwasham Baba Askofu Helen Chamungu, Askofu Msaidizi Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mheshimiwa sana Baba Chancellor Vincent Mpwaji. Mheshimiwa sana Padre Edward Mamboya Sabas, Naibu wa Askofu wa Jimbo la Bagamoyo. Wapendwa wazazi, Mzee Steven Sabuni na Resia Sabuni pamoja na wanafamilia, waheshimiwa mapadre na taifa lote la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mwasham sana Baba Askofu Mkuu, sisi mapadre wako tunasikitika pamoja nawe kufuatia kifo cha ndugu yetu Padre Paul Sabuni. Tumekuwa naye, tumeishi naye, tumemzoea, lakini Mwenyezi amemtoa kutoka kwetu. Tunalia pamoja nawe katika msiba huu, lakini tunakushukuru pamoja na kumshukuru Mungu kwa yote, lakini pia tunakushukuru sana wewe Mwasham Baba Askofu Mkuu kwa kumhudumia kwa kiasi chote kile. Tunajua una majukumu mengi, majukumu mazito, lakini bila kujali mahangaiko yako ya siku na mahangaiko ya siku itakayofuata, Mwasham Baba Askofu Mkuu, mara nyingine ulituita hata usiku nyumbani kwako ili kusudi tujadili na kuona namna gani tutamsaidia ndugu yetu Padre Paul Sabuni katika matibabu yake. Hiyo yote ni kwa sababu ya upendo wako na kujali kwako, bila kuangalia namna gani umechoka, lakini uliona tu kwa ajili ya afya ya padre wako uweze kuhangaika na kujitoa sadaka. Mwasham Baba Askofu Mkuu, tunakushukuru sana. Tunashukuru pia familia mlikubali kumtoa kijana wenu Padre Paul ili awe padre katika Jimbo la Dar es Salaam, aitikie mwito wa Mungu wa kuwa padre. Kwa hiyo wanafamilia, tunakushukuruni. Katika hali yoyote mlikuwa na nafasi ya kumkatisha tamaa na kumrudisha nyuma akachunge ng'ombe huko, lakini ninyi hamkuona hilo, mkaona atoke aende aitikie wito wa Mungu. Tunakushukuruni sana kwa yote hayo. Tulipewa Padre Paul Sabuni. Tuliokuwa tukimwangalia katika malezi, tuliona tunapewa sasa padre mchoraji. Katika malezi tulimwona jinsi alivyokuwa mahiri katika uchoraji kipindi chote kile cha hatua za malezi yake. Lakini baada ya upadre tukaona kumbe Mungu hakumjalia kipaji kimoja cha uchoraji, alimjalia vipaji vingi. Vichache labda nivitaje. Padre Paul alikuwa mfundishaji mahiri na aliweza sana kutufundisha katika namna mbalimbali kwa semina mbalimbali na mafungo. Hivi sisi mapadre mara nyingi tulikuwa tunamkimbilia, kama tuna jambo tunampigia tu simu na kumwambia, baba, tunaomba angalia ratiba yako utusaidie katika semina hii au semina ile. Naye ilipokuwa ratiba yake parokiani iliruhusu, basi alikuja kwetu na kwa ajili na kutoa semina au mafungo tuliyomwomba. Alikuwa na kipaji hiko, umahiri huo ya ufundishaji, ualimu. Lakini Padre Paul pia pamoja na hilo aliweza sana kutetea imani. Mapadre wenzangu watakuwa mashahidi. Katika majadiliano yetu mbalimbali alikuwa anasimamia misimamo ya imani na kutetea vizuri inavyopaswa kutetea. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hayo yote, kwamba ingawaje mwanzoni tulimwona tunapewa kama mchoraji, padre mchoraji, lakini katika utume wake, katika maisha yake tuliona mengi ambayo Mwenyezi alimjalia zaidi ya kile kimoja tulichokiona mwanzo cha uchoraji. Tunaendelea kumwombea ndugu yetu Padre Paul Sabuni ili Mwenyezi ampe raha ya milele. Mwasham sana Baba Askofu Mkuu, pamoja na salamu za rambirambi kutoka mapadre wa UMAWADA
na mapadri wengine wanaofanya utume wao hapa Dar es Salaam. Pokea pia salamu za rambirambi kutoka kwa mapadre wa metropolitani yetu. Pengine wameshindwa kukufikia kwa haraka, lakini kwa njia yetu wametuma salamu za rambirambi, na wengine wamefunga safari, wapo hapa pamoja nasi kwa adhimisho hili la misa na maziko ya ndugu yetu Padre Paul. Pamoja na mapadre kutoka metropolitani yetu, pia mapadre kutoka majimbo mengine, metropoli nyingine katika Tanzania hii wametuma salamu zao za rambirambi. Kumbe mwashamba sana Baba Askofu Mkuu, naomba upokee salamu zote hizo kutoka kwa mapadre mbalimbali wanaosikitika pamoja nawe katika msiba huu mzito. Tunaendelea kumwombea ndugu yetu Padre Paul Sabuni ili Mwenyezi ampe raha ya milele. Raha ya milele umpe Bwana, astarehe kwa amani. Nawashukuru kwa kunitembelea kama wadau wa Breeze Online TV. Niwapongeze kwa kuanzisha chombo hiki ambacho kwa maoni yangu kinalo jukumu kubwa la kuinjilisha na pia la kuelimisha jamii kuhusu masuala mbalimbali ya msingi. Kujihusisha na mambo haya ni kuijali jamii na kuiwezesha kushughulikia yale yanayopaswa kufanyiwa kazi. Napenda kualika waamini wa Dar es Salaam, Wakristo wa Dar es Salaam na watu wote wenye mapenzi mema kuitambua Breeze Online TV kama chombo kinachotambulika na kinachokubalika, na hivyo kuwaunga mkono katika harakati za kutekeleza majukumu yao ya kutufikishia habari njema. Na mshukuru kila mmoja atakayewapokea na kuwapa ushirikiano unaotosheleza. Mungu awabariki na kuwalinda.